wa Jimbo Kuu la Dodoma, maaskofu wakuu, maaskofu, mapadri, watawa, waumini na waombolezaji wote tuliokusanyika hapa siku ya leo. Nitumie nafasi hii kwa kifupi sana, kwanza kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa kuwasilisha kwenu salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amenituma niwafikishie salamu za pole kwa kanisa pamoja na familia ya marehemu. La pili, naomba nitumie nafasi hii kusema kwa kifupi sana mchango mkubwa wa marehemu Baba Askofu Bernard Mfumbusa kwa nchi yetu. Historia ya nchi yetu haitasahau mchango wake katika kuhamasisha elimu kwa Watanzania na Wanakondoa. Alikuwa na mchango wa pekee katika kutambua kwamba elimu ni ufunguo wa maisha ya binadamu, na alifanya hivi kwa vitendo katika kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu. Lakini vile vile kwa kutambua umuhimu wa afya kwa watu wetu, askofu wetu mstaafu Bernard Mfumbusa, sio askofu mstaafu, samahani, askofu wetu marehemu, alifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha na kusimamia ujenzi na uendelezaji wa huduma za afya katika jamii ya Kondoa na katika nchi yetu. Lakini vile vile akiwa mbobezi wa taaluma ya elimu ya mawasiliano na habari, amekuwa mwalimu, mwelekezaji kwa watu wengi katika nchi yetu, wakiwemo baadhi ya watumishi wenye nyadhifa za juu katika serikali. Hakuna mtu ambaye amepata kuwa mwanafunzi wake ambaye hatamkumbuka kwa weledi wake na uwezo wake mkubwa, lakini hamu yake kubwa ya kusambaza elimu aliyonayo kwa wengine. Lakini kubwa kuliko yote, marehemu Askofu Bernard Mfumbusa alikuwa kiungo cha pekee kati ya Kanisa Katoliki, madhehebu mengine ya Kikristo, lakini pia madhehebu mengine ya Kiislamu na dini zingine mbalimbali. Anakumbukwa kwa kutaka dini zote zifanye kazi kwa kuheshimiana, kwa kushirikiana na kwa kupendana. Kwa kifupi, Askofu Bernard Mfumbusa atakumbukwa kwa kutimiza wajibu wake kwa binadamu, kwa kutambua tunayo maisha tunayoishi leo, lakini vile vile kutimiza wajibu wake kwa Mungu kwa kutuongoza katika njia ya kutuelekeza katika uzima wa milele. Tunaomba Mwenyezi Mungu aipokee roho yake mahali pema peponi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape roho ya uvumilivu na kukubali familia yake, lakini pia aifanye familia yake ijue kwamba sisi wa Tanzania tunayo shukrani ya pekee kwao kwa malezi waliompa Baba Bernard Mfumbusa, lakini vile vile walivyoweza kumtoa sadaka kwa ajili ya nchi yetu. Nawashukuru sana viongozi wa kanisa kwa malezi makubwa ambayo mlimpa Baba Bernard Mfumbusa ya kumfanya awe mtume, si kwa kanisa peke yake, lakini pia kwa nchi yetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.